Naam, karibu mtazamaji, tuangaze yaliyojiri kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, leo ikiwa ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa 7. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba amesisitiza dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ya ujenzi wa ukumbi mkubwa wa michezo Sports Arena ambayo itakuwa ni chachu ya kuendeleza michezo hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Kenny Malila. Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais kujenga arena ya michezo wakati alipokuwa mgeni rasmi na kushuhudia mapambano ya masumbu ya knockout ya mama msimu wa 9 yaliyofanyika jana usiku katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo aliweka wazi na kusisitiza ujenzi wa arena hiyo huku akiwapongeza mabondia wa Kitanzania waliopambana ulingoni na kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kama mtendaji mkuu wa serikali, nitaendelea kuunga mkono hizi jitihada za waandaaji. Kama kuna jambo mnataka kwenye wizara zetu ama serikalini ili tuweze kuboresha, msisite kusema ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaenzi kazi nzuri hii vijana wanayofanya. Hongereni tena vijana wangu. Baada ya hapo tutawasiliana na waandaaji ili tuweze kuona ni namna gani tunawashika mkono wote ambao mmepeperusha vyema bendera yetu ya taifa. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Na kwingineko, timu ya taifa ya Tanzania ya mpira wa miguu wanawake maarufu Twiga Stars inashuka dimbani kucheza na Burkina Faso katika mchezo wa pili wa makundi mashindano ya WAFCON 2026 yanayoendelea kutimua vumbi nchini Morocco majira ya saa 5 kamili usiku. Zaidi huyo hapa Juma Mohamed. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo kuelekea mchezo huo katika mkutano na waandishi wa habari, kocha mkuu wa Twiga Stars Bakari Shime sambamba na nahodha Opa Clement wameeleza kukamilika kwa maandalizi ya mchezo huo na matarajio yao ya kupata alama 3 ambazo zitaipa nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali baada ya kupata ushindi katika mchezo wa awali dhidi ya Afrika Kusini maarufu kama Banyana wa magoli 2-1. Tunachagua wachezaji kwenye kikosi chetu kutegemeana na hiyo approach ya hiyo mechi ilivyo. Kama kuwa na mabadiliko kulingana na aina ya mechi yafanya hivyo, lakini sitarajii kwamba kikosi kitakuwa na mabadiliko makubwa sana tofauti na wale ambao walianza kucheza mechi ya juzi. Bado hakuna shida kubwa kwa maana ya majeraha, lakini bado pia walicheza vizuri na tukapata matokeo mazuri vile vile. Morali ni kubwa kama nilivyowaambia, na ya kwanza tumeshinda mchezo wa kwanza, umetuongezea morali kwamba tunaweza kufanya vizuri kwenye mchezo unaofuata. So kila mchezaji ana morali kubwa. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makala amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za kujenga viwanja vitatu vya mpira vitakavyotumika kwa ajili ya mazoezi wakati wa michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027. Amesema leo amekuwa na ratiba nzuri ya kutembelea miradi ya ujenzi wa viwanja hivyo vitatu na kuthibitisha kuwa mkoa wa Arusha umepata fursa ya kujengewa viwanja vingine vitatu zaidi ya kile kiwanja kikubwa cha AFCON kinachojengwa kwa bilioni 338. Amewataka wakandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili viwanja hivyo vikamilike na kukabidhi mapema mwezi Machi 2027 kulingana na mkataba, kwa kuwa mashindano ya AFCON 2027 yatafanyika mwezi Julai 2027. Niaba ya wananchi wa Arusha nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha bilioni 70 kwa ajili ya kujenga viwanja hivi vitatu vya michezo vitakavyotumika kwa ajili ya mazoezi kwa timu zote zitakazoshiriki AFCON mwakani. Hii ni hatua kubwa. Mkoa wa Arusha tumepata fursa ya kupata miundombinu hii ya kujengewa kiwanja kikubwa chenye zaidi ya bilioni 338 na hivi viwanja vidogo vitatu kama component ya viwanja vya AFCON. Viwanja hivi timu zitakazoshiriki vitatumia kwa ajili ya mazoezi.
Na wadau wa soka wameombwa viongozi wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Singida Sidifa kutambua umuhimu wa uwepo wa madaktari au wataalamu wa huduma ya kwanza katika mashindano yote ya michezo yatakayoandaa kwa ajili ya kuhakikisha wachezaji wanapata msaada wa haraka pale wanapoumia uwanjani, hivyo kulinda afya na usalama wao wakati wa kushiriki michezo. Tupate taarifa zaidi. Umetolewa na captain wa timu bingwa wa kombe la FA, timu ya Magic Pressure Maula Rajabu na Mabruk Shabani wa timu ya Baptan FC mara baada ya kutamatika kwa mchezo wao wa fainali. Watu wengi wamekanyaga huko, wameumia, dokta hamna, watu wanakuwa wanalala, hamna umakini. Viongozi tungependa wao wanazingatia, na hii ni fainali, wanatakiwa wanazingatia afya za watu. Na majeruhi yanatokea, inahitajika sana daktari, inahitajika kila mchezo upewe na daktari, na hii pia ni ligi kubwa, ndio inahitajika ni sana. Ripoti kutoka mkoa wa Singida, mwana mchezo wako kiungo ustaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo naweka utu kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze yapi ambayo yamejiri kwenye habari za michezo kimataifa. Nguli wa soka nchini Italia na mchezaji wa zamani wa AC Milan Franco Baresi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 66 baada ya kuugua kwa muda mrefu, taarifa ambayo imethibitishwa na klabu yake ya zamani ya AC Milan. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Baresi alikuwa akipatiwa matibabu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa kinundu kwenye mapafu mwaka 2025 kabla ya kuendelea na matibabu ya kinga. Hata hivyo, chanzo rasmi cha kifo chake hakijaelezwa kwa undani na familia. Baresi alitumia maisha yake ya soka katika klabu ya AC Milan kuanzia mwaka 1977 hadi mwaka 1997, akiiongoza timu hiyo kama nahodha kwa misimu 15. Alishinda mataji 6 ya ligi kuu ya soka nchini Italia, mataji 3 ya Ulaya, na alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshinda ubingwa wa dunia mwaka 1982 nchini Hispania, huku akitajwa kama mmoja wa mabeki bora wa muda wote nchini Italia na duniani kiujumla. Kifo chake kimeacha simanzi kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka duniani, huku salamu za rambirambi zikiendelea kutolewa na klabu, wachezaji wa zamani na wadau mbalimbali wa mchezo wa mpira wa miguu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Naam, Kenny Malila anatamatika hivyo kwenye habari za michezo kimataifa. Pole kwa wana michezo wote duniani, lakini pamoja na familia. Ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe.